Kabla sijaendelea sana, mtumishi wa Mungu, ninaomba nimshukuru Mungu. Baba Mungu mtakatifu, katika jina la Yesu, ninakushukuru mwaminifu, unayetupenda sana, unayetujali sana, uliyegharimika Kalvari kwa ajili yetu, uliyetoa gharama ya damu yako ya thamani kupita vyote kwa ajili ya wokovu na ukombozi wa nafsi zetu, miili yetu na roho zetu. Mungu, asante kwa kibali tena hiki, kwa jina la Yesu Kristo. Nimekaribia tena mbele zako Mungu, mimi pamoja na mtumishi wako huyu ambaye amepata neema machoni pako kunisikiliza tena wakati huu. Bwana Yesu, naomba neema yako ya uwezesho, ufunulie akili zake Mungu, apate kufahamu hiki ambacho Bwana umekiachilia kwa ajili yake. Yesu, ninatambua ni wakati wa mwisho ukaribu kuja, na ndio maana uliahidi kujisafishia sana uwanda wako Bwana, na pepeto lako li karibu sana, likipepeta kila wakati Bwana, ili kujisafishia watu wako wawe miliki yako mwenyewe, wale ambao Bwana Yesu Kristo wako tayari kudumu katika matendo mema, na wale ambao wako tayari kukusikiliza wewe Bwana na kutii kwa ajili ya utukufu wako. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, ninapinga kila roho yenye kuinuka, roho pingamizi, kila elimu inayojiinua kinyume cha elimu yako Mungu, juu ya elimu yako mtakatifu, ninaangusha kwa uwezo wa jina la Yesu, ninaangusha kwa uwezo wa damu ya Yesu. Na ruhusu Kristo Yesu we mwalimu katikati yetu, mwelekezi Mungu, nisipunguze wala kuongeza katika yale yote Bwana uliyoyakusudia kwa ajili yetu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, amen. Wakati uliopita nilizungumza na wewe mtumishi wa Mungu, nikikujulisha kwa habari ya ishara namba 1 inayotambulisha kwamba madhabahu hii iko chini ya umiliki wa kishetani, iko chini ya miliki ya shetani. Lakini leo tena kwa mara nyingine nimekaribia mbele zako nipate kukujulisha kwa habari ya ishara nyingine ya pili inayotambulisha kwamba madhabahu hii iko chini ya miliki na utawala wa kishetani. Natambua mambo haya kwa jinsi ya akili ni ngumu sana mtu kuelewa. Ni ngumu sana kunielewa mtumishi wa Mungu kwa jinsi ya akili. Lakini omba Roho Mtakatifu akusaidie. Atakuwa akigonga muhuri kila wakati kadiri tunavyoenda mbele. Utajua hakika mapenzi ya Mungu na utamwabudu Mungu, macho yako ya rohoni yakiwa yamefumbuliwa, masikio yako yamefumbuliwa, na utamwabudu Mungu na kumtumikia kwa moyo wa furaha utakapojua mapenzi ya Mungu na utakapozitambua ishara za adui zinazotambulisha kwamba sasa yeye ni mmiliki wa madhabahu fulani. Leo tena nataka nizungumze na wewe ishara ya pili ambayo ni hii. Katika madhabahu fulani utaona neno linahubiriwa sawa. Habari njema za Yesu Kristo zinasemwa sawa. Lakini yako maovu yanayotendeka ya wazi kabisa. Ziko dhambi za dhahiri kabisa zinazofanyika katika hiyo madhabahu. Uovu wa kila namna unatajwa na unatendeka, ushahidi wote upo. Lakini hapana yeyote anayechukua hatua, hasa kiongozi mmiliki wa hiyo madhabahu aliyepewa kusimama mahali hapo katika hiyo madhabahu kama malaika wa kanisa. Utaona pale hawezi akachukua hatua yoyote. Hawezi akachukua hatua yoyote sawa sawa na misingi ya neno la Mungu. Maana yake amekuwa kama vile kipofu ambaye anatimiza lile neno la Bwana kwamba wana macho lakini hawaoni, wana masikio lakini hawawezi kusikia. Hii ni ishara kwamba huyo msimamizi wa madhabahu, kuhani wa madhabahu, mchungaji au mtumishi awaye yote aliyepewa kusimamia hiyo madhabahu, pamoja na utawala wake, pamoja na wasaidizi wake wote, tayari wamekwisha kuwa vipofu, wametiwa upofu na shetani.
Shetani amepofusha fikra zao, amepofusha macho yao. Hawawezi kujua na kuchukua hatua sawa sana misingi ya neno, kwa namna fulani fulani, kwa jinsi fulani fulani. Sasa kadiri maovu hayo yanapokuwa yanatendeka katika hiyo madhabahu, uchafu wa kila namna, uzinzi unaojulikana, watu wanasengenyana, watu wanafanya matambiko, watu wanashiriki ibada za miungu na sanamu, watu wanafanya kila aina ya uovu katika hiyo madhabahu, lakini hakuna hatua zozote zinazochukuliwa katika misingi ya kibibilia, ujue tayari hiyo madhabahu imekwisha kuwa chini ya miliki ya kishetani. Kuna wakati mwingine Mungu anaweza akasema na watu, akawafunulia watumishi mbalimbali, hasa wale waombaji wanaopenda utakatifu, wanaopenda usafi wa moyo. Mungu akawafunulia na wakajaribu kuyaweka wazi mambo haya, lakini hakuna hatua inachukuliwa. Saa nyingine utaona kuna ushahidi wa wazi kabisa, maovu yametendeka, watu wanapigana, hakuna anayechukua hatua za kiroho, watu wanafanya uasherati na uzinzi, hakuna hatua yote inachukuliwa. Hii ni ishara kwamba tayari hiyo madhabahu imekwisha kuwa chini ya mateka ya shetani. Sasa maana yake nguvu ya Mungu imeondolewa, kwa kuwa shetani amekalia hicho kiti. Wengi wanajitia moyo kwamba unajua Mungu anaangalia moyo. Unisikilize mtumishi wa Mungu, ni mara 100 au mara 1000 zaidi watu wafanye kila wanaloweza kulifanya, lakini mmiliki wa madhabahu, msimamizi wa madhabahu, malaika wa hiyo madhabahu awe macho, aweze kuchukua hatua, awe na macho ya kuona, awe na masikio ya kusikia, masikio ya kiroho, aweze kuchukua hatua kibibilia. Hapo mtumishi wa Mungu ambaye unajibidisha, ambaye una juhudi nyingi, ambaye unapambana kwa jinsi ya kiroho ili kuwa msafi, utakuwa salama. Lakini kama huyo aliyepewa dhamana, aliyekalia kiti kuwa msimamizi wa hiyo madhabahu, asipochukua hatua, akitiwa upofu, neno la Mungu linasema wazi kabisa, kipofu hawezi kumwongoza kipofu mwenzake, wote watadumbukia shimoni. Watu wengi wamekuwa wakijifariji kwamba unajua ni yeye tu, ni wao tu hao waliofanya hiyo dhambi, lakini hujajua athari zinazotokana na uovu kutendeka ndani ya madhabahu. Mtu mmoja akianguka ndani ya madhabahu, madhara yake ni makubwa kwa watu wanaotumika na wanaoshiriki hiyo madhabahu, wanaotumika chini ya hiyo madhabahu, wanaoabudu katika hiyo madhabahu. Madhara makubwa yanawapata. Biblia yangu inasema malaumu yao yalinipata na mimi. Kuna namna nyingi ambavyo dhambi inapotendeka katika madhabahu humpa ibilisi nafasi ya kudharisha maovu mengi. Unisikilize, jambo la kwanza kinachoondoka katika madhabahu ni nguvu ya Mungu. Sasa inapotoka nguvu ya Mungu, manake utendaji kazi wa Roho Mtakatifu katika hiyo madhabahu unaondoka. Sasa unapoondoka, shetani ndiye anayechukua nafasi kukalia katika hiyo madhabahu. Na ndio maana utaona maamuzi yanayotoka katika kiti cha madhabahuni ni maamuzi yenye kuvunja moyo, yenye kukatisha tamaa. Kuna vitu vinaanza kutoka, ile nguvu ya neno la Mungu iliyokuwa inatendeka, yale maonyo yaliyokuwepo, yale mafunuo mbalimbali, neno la maarifa na hekima ambalo lilikuwa linatendeka, neno la ufunuo lilikuwa linaendelea, linafanyika. Watu wanabarikiwa, watu wanajifunza, neno linagusa maisha yao, linawapa matumaini. Pakitokea uovu, ukafichwa huo uovu, ukafumbiwa macho huo uovu, isichukuliwe hatua katika huo uovu, ujue kabisa kwamba nguvu ya Mungu inaondoka, na neno la uhai linaloleta uhai wa kiroho, linalojenga utu wa ndani linaondoka. Ulisikiliza mtumishi wa Mungu, nikupe mfano huu dhahiri ambao unaweza ukakusaidia, ukakufumbua macho na ufahamu wako ukaelewa. Je, hivi kama ikitokea mahali fulani mtu akanya kinyesi, wote tunafahamu kinyesi ni kitu ambacho si kizuri. Kinyesi katika kukitazama tu ni uchafu, lakini pia kinaweza kikatoa harufu mbaya. Ile harufu mbaya ikaathiri, ikachafua upepo wa kuwapo mahali hapo.
kuna namna uhuru na amani ya kuketi mahali penye kinyesi inaondoka. Lakini kadiri kinyesi kinavyoendelea kukaa kwa muda mrefu, utaona kuna funza wanaanza kutokea. Kinyesi kinavuta hata wadudu wengine kukaribia eneo husika. Utaona inzi wanakaribia mahali hapo, utaona minyoo mbalimbali, utaona funza mbalimbali na wadudu wengine wanaopenda kinyesi, utaona wanakaribia mahali hapo. Na ndio maana inapotokea dhambi inatendeka ndani ya madhabahu, hakuna hatua za kiroho zinazochukuliwa kwa misingi ya neno la Mungu, ujue tayari kuna mapepo mengine ambayo yataendelea kujikusanya katika hiyo madhabahu. Yatakusanyika mapepo ya aina mbalimbali sawa sawa na utendaji kazi wao. Yako mapepo ya uzinzi na uasherati, yako mapepo ya faraka, yako mapepo ya fitina, yako mapepo ya miungu na mizimu, ibada za sanamu, yako mapepo ya kila aina. Yataanza kukaribia hiyo madhabahu, yataanza kusogelea mahali hapo, maana ule uchafu unavuta, na roho zingine zitaikaribia hiyo madhabahu. Utaona kuna fitina nyingi, utaona kuna dhuluma, utaona kuna namna mbalimbali ambavyo mambo yanaanza kutendeka, hata yale ambayo yalikuwa hayatendeki hapo kwanza. Nini? Tayari uovu uliofanyika umefichwa, umefumbiwa macho. Hakuna hatua za kiroho zilizochukuliwa. Tunasoma maandiko wazi kabisa, Biblia inasema wazi kabisa ya kwamba iondoeni ile chachu kidogo huchachua donge zima. Lakini pia tunaona mtumishi wa Mungu Paulo anazungumza ya kwamba msichangamane na mtu aitwaye ndugu, akiwa ni mzinzi, akiwa ni mwabudu sanamu, akiwa ni mkorofi. Biblia inasema mtu wa kwenu akileta fitina. Sisi hatuna desturi wala makanisa ya Mungu. Utatokea kuna watu, utashangaa imetokea kuna watu wamekuwa na fitina katikati, wanagombana, wana fitina wao kwa wao ndani ya madhabahu. Hakuna solution zote zinazofanyika. Saa nyingine wanapigana kabisa, saa nyingine wanatukanana hadharani, saa nyingine wanatendeana vitendo viovu hadharani, na watu wanajua, watu wa mataifa wanajua, kanisa linajua, ambalo ni kiungo. Kuna viungo hapo, najua. Kumbuka, inapotokea madhara katika kiungo kimoja, viungo vyote vinaathiriwa. Unaweza ukawa unaumia mkono, ukashangaa tayari miguu pia inapata shida, kila kiungo kinaanza kupata shida. Kwa nini? Kwa sababu sisi tumeungamanishwa kwa jinsi ya kiroho. Yesu ni kichwa cha kanisa na sisi ni viungo katika huo mwili wa Kristo. Kwa hiyo inapotokea kiungo kimoja kimepata madhara, kimeharibika, Biblia inasema chumvi ikiwa imeharibika itatiwa nini hata ikolee? Haifai kabisa. Kuna namna ambavyo unaweza kushangaa, pengine ni kiongozi wa madhabahu, ni mtumishi wa pale madhabahuni, kiongozi, mzee wa kanisa, shemasi, au kiongozi wa idara, kwa namna yoyote ile, ameanguka katika dhambi, amefanya uovu kabisa ambao umejulikana na umetambulika, lakini bado hakuna hatua za kiroho zilizochukuliwa nafasi. Hiyo ni ishara ya kwamba nguvu inayotenda kazi katika hiyo madhabahu ni nguvu ya kishetani. Mchungaji wa mahali hapo amemilikiwa. Huyu aliyekipewa dhamana ya kuzilinda hizo roho amekwisha kuwa chini ya mateka, amekuwa kipofu, amekuwa kiziwi, amekuwa mbwa asiyebweka. Kwa hiyo shetani atatenda kila analoweza kulitenda katika hiyo madhabahu. Kwa hiyo nguvu ya Mungu inaondoka. Utakuta kuna vitu vinaanza kuzaliwa mahali hapo. Watu wanazoelea kutenda dhambi, wanazoelea. Kuna wakati mwingine mtu anatenda dhambi kwa fujo tu, kwa makusudi, alafu anasema mbona fulani alifanya hivi, hawakumfanya chochote. Mbona na fulani alifanya hiki, hawakumfanya chochote. Hii tayari ujue kwamba madhabahu imechafuliwa, madhabahu imeondolewa katika usafi. Kwa hiyo shetani ameketi. Bwana Yesu asifiwe sana. Hebu tuangalie maandiko matakatifu katika kitabu cha Warumi sura ile ya kwanza kuanzia mstari wa 3. Nitasoma kwa kurukaruka, lakini sura ya kwanza mstari ule wa 18 na kuendelea. Kwa maana ghadhabu ya Mungu imedhihirishwa kutoka mbinguni juu ya uasi wote na uovu wa wanadamu waipingao kweli kwa uovu, kwa kuwa mambo ya Mungu yalijulikana, yamekuwa dhahiri ndani yao. Kwa maana Mungu aliwadhihirishia, kwa sababu walipomjua Mungu, ule mstari wa 21, kwa sababu walipomjua Mungu hawakumtukuza kama ndiye Mungu,
wala kumshukuru, bali walipotea katika uzushi wao, na mioyo yao yenye ujinga ikatiwa giza. Kwa ajili ya hayo Mungu aliwaacha katika tamaa za mioyo yao, waufuate uchafu, hata wakavunjia na heshima miili yao. Vivyo Mungu aliwaacha wafuate tamaa zao za aibu, hata wanawake wakabadili matumizi ya asili kwa matumizi yasiyo ya asili. Na kama walivyokataa kuwa na Mungu, ule mstari wa 28, na kama walivyokataa kuwa na Mungu katika fahamu zao, Mungu aliwaacha wafuate akili zao zisizofaa, wayafanye yasiyowapasa. Wamejawa na udhalimu wa kila namna, uovu na tamaa, ubaya, na wamejawa na husuda na uuaji na fitina na hadaa, watu wa nia mbaya, wenye kusengenya, wenye kusingizia, wenye kumchukia Mungu, wenye jeuri, wenye kutakabari, wenye majivuno, wenye kutunga mabaya, wasiowatii wazazi wao, wasio na ufahamu, wenye kuvunja maagano, wasiopenda jamaa zao, wasio na rehema, ambao wakijua sana hukumu ya haki ya Mungu, ya kwamba wayatendayo hayo wamestahili mauti, wanatenda hayo, wala si hivyo tu, bali wanakubaliana na hao wayatendayo. Bwana Yesu asifiwe sana, mtumishi wa Mungu. Unaweza ukaona namna ambavyo kuna athari kubwa zinazoweza kujitokeza wakati inapotokea uovu unatendeka katika madhabahu, lakini bado hakuna hatua zozote za kiroho zinazochukuliwa. Ni kama mtu mwenye macho lakini haoni, ni mtu mwenye masikio lakini hasikii, amepumbazwa. Kuna nguvu ya uovu, nguvu ya kishetani inayokuwa imepumbaza mamlaka iliyopo kwenye hiyo madhabahu. Kwa hiyo kiufupi ni kwamba tayari madhabahu hiyo inakuwa imekwisha milikiwa, na hii haitokei tu hivi hivi. Namna hiyo haitokei tu hivi hivi. Kuna namna ambavyo kuna uzembe, mazoea, ukawaida ulioanza kufanyika hatua kwa hatua. Uzembe wa watu kumwomba Mungu, kuchukulia vitu kwa kawaida, kwenda kwa mazoea, ndivyo vinapelekea hatimaye shetani anachukua nafasi kiasi cha kwamba uovu utatendeka wazi wazi, lakini hakuna hatua itakayochukuliwa. Hii ni ishara namba 2 inayoonyesha kwamba madhabahu hii iko chini ya umiliki wa kishetani. Wote tunatambua sawa sawa na neno la Mungu tulivyosoma. Mungu hakai mahali pachafu, mahali penye uovu, mahali ambapo pamechafuliwa, mahali pasipona. Mungu hakai kabisa, hakai kwenye hilo. Hapana hekima, hapana ujuzi wa maandiko unaoweza kumshawishi Mungu akae mahali ambapo watu wamezoelea uovu, wamezoelea uchafu, wamezoelea dhambi. Tunaposoma katika kitabu cha Isaya, tunaona Mungu anasema, Isaya 66 mstari wa 2 kama sikosei, anasema mtu huyu ndiye nitakayemtafuta, mtu aliye na moyo uliopondeka, mtu anayetetemeka anaposikia maneno ya Mungu, mtu mwenye hofu ya Mungu ndani, anayeogopa kutenda dhambi, anayeogopa kumkosea Mungu kwa namna yote ile. Mahali hapo Mungu ataketi mahali pa watu wenye hofu, wanapotetemeka, mahali watu wanailinda madhabahu kwa gharama zote. Sasa mtumishi wa Mungu, ni namna gani unaweza ukamshawishi Mungu akae mahali pachafu ikiwa watu hawako tayari kutubu, hawako tayari kutengeneza, hakuna hatua zinazochukuliwa? Maana yake wamekubaliana na hayo maovu. Mahali popote pale walipokubaliana watu dhambi ikae katika madhabahu, Mungu hawezi kukaa katika hiyo madhabahu. Wewe ni shahidi. Ni wangapi wamekamatwa wanazini? Ni wangapi wamepigana? Ni wangapi wamekuwa wakitenda maovu ya kila namna? Ni dhahiri, lakini hakuna hatua zinazochukuliwa, na hao watu wanaendelea mahali hapo. Mungu hawezi kukaa, na hiyo ni ishara kwamba tayari shetani amechukua nafasi. Sasa unaweza ukasema, mbona kuna watu wanashuhudia wamepona, mbona tunaona kuna wagonjwa wanaombewa na kadhalika na kadhalika. Sasa hii ni mbinu mojawapo ya kishetani ya kuatia moyo hao watumishi wa Mungu, hao watumishi baada ya kuwa wametekwa wajione bado wana Mungu. Kumbuka
Shetani hata kwa waganga wa kienyeji anatolewa, hata kwa wenzetu Waislamu anatolewa. Kuna namna nyingi ambavyo shetani anakiwatia watu kiini macho, wanaweza kadhani nguvu ya Mungu inatenda kazi, lakini kumbe ni nguvu ya kishetani. Mungu alinifunulia na alinisii niwaonye watumishi wa Mungu, niwafumbue macho ili kuabudu kwenu kusiwe bure, kumtumikia Mungu kwenu kusiwe bure. Hebu angalia, wakati hayo yanaendelea kutendeka katika hiyo madhabahu, wako watu wengi wananung'unika, wako watu wengi wanasengenya, wako watu wengi wanafanya kila namna ya uchafu. Imezoeleka, madhabahu imekosa heshima, hata watu walioko nje wanadhalau. Nuru ya madhabahu imezima, chachu ile imeharibika na haiwezi kuwa tena ni madhabahu ya Mungu aliye hai. Mungu akubariki sana, na nitaendelea kukupasha yale yote ambayo Mungu amenifunulia, ametufunulia, na watumishi wengi sana ambao Mungu amewafunulia, lakini Mungu amenipa neema ya kuzungumza na kuyaweka wazi, kufumbua macho mtumishi wa Mungu, ili unapokuwa na bidii ya kumtumikia Mungu isiwe ikawa bure. Mungu akubariki. Acha nimshukuru Mungu. Baba, nakushukuru kwa sababu ya utume huu ambao umenituma kwa ajili ya watakatifu wako hawa, watumishi wako hawa. Ninatambua Bwana, kondoo wako waisikia sauti yako, nao watakufuata. Hivyo wako watu ambao Mungu umewakusudia kuponywa kupitia ujumbe huu na maarifa haya uliyoyafunua kwangu. Bwana, nakumbuka jinsi ulivyonituma Yesu, ukasema nisipepese wala nisione aibu, na ukasema nisiongeze wala kupunguza katika yale yote ambayo Bwana umeyakusudia kwa ajili ya uponyaji wa kanisa. Bwana Yesu, msaidie huyu aliyesikia, msaidie Bwana, muwezeshe Mungu apekee, mfumbue macho yake apate kuchukua hatua ili akapate kuokolewa, awe na tumaini katika uzima wa milele, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti uliye hai. Mungu akubariki. Ni yule mtumishi wako na mtuma wako Mchungaji Tumaini Kabuje. Napatikana wilaya ya Biharamulo, mkoa wa Kagera, nchini Tanzania. Mungu akubariki. Amen.